Alhamdulillah, Sheikh Mrisho, kwanza haj ni ibada katika Uislamu na Allah Ta'ala ameamrisha, na vile vile nguzo katika Uislamu, nguzo wa 5 ambayo ni ya kwanza ni kutamka shahada Mwenyezi Mungu mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wa mwisho, na kusimamisha sala, kufunga mwezi wa Ramadhani kama mtu ana uwezo naye, na kutoa zaka kama mtu ana uwezo kutoa, na sharti ya wajibu kwake zaka ni imekamilika. Vile vile haji kama mtu anayo uwezo wa mali na afya anayo, ni lazima aende kutekeleza ibada ya haji. Haji ni ibada ambayo nguzo katika Uislamu muhimu sana, na Muislamu kama ana uwezo na sharti ya haji amekamilika kwake na ana uwezo, natakiwa kwa umri yake mara moja aende haji. Kama ataenda haji mara moja inatosha, itakuwa fardhi na wajibu wa haji kwake ametimia. Mara ya pili ya tatu yaende kurudia, sheria hajakatazi, lakini fardhi ile lazima asha tekeleza mara ya mwanzo. Hii ni ibada ya haji, na kama mtu shemrisho ana uwezo wa kwenda haji lakini hajaenda haji, kudharau, ni itakuwa kafiri huyu. Na Umar al-Khattab radhiallahu anhu amir mu'minin kasema hivi, na katumia aya hii katika Qur'ani, kasoma walillahi ala an-nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha juu ya watu Waislamu kwenda kufanya hija, kutekeleza ibada wa hija au haji katika nyumba ya Allah Makkah. Mtu yote ambaye ana uwezo ya kufika kule, uwezo wa mali na uwezo wa afya. Kisha Allah anasema waman kafara, yeyote atakufuru, manake hatekelezi ibada hii ambayo Mungu amewajibisha juu ya Waislamu, hajatekeleza amri ya Allah, manake amekufuru. Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Mungu hana shida na watu wote. Mungu hana shida na mtu, hana shida na ibada yako na haji yako, bali sisi na wewe una shida kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wajibu mtu, ilikuwa wajibu kama anakusudia mwenye kuuliza swali hii, wajibu ni hii. Kama ilikuwa anakusudia mtu kama anaenda haji, wajibu wake nini? Anakusudia hivi? Ndio, anakusudia hivi. Wajibu wake kwanza, hela anatumia au mali halali, na weke nia na ikhlasi, na kabla hajaenda haji lazima ajue ibada ya haji ni sharti yake, nguzo yake, kitu na haribu haji. Si mtu anaenda tu kufanya haji bila kuuliza, bila kujua. Na haji manake mtu inaanza kuweka nia watu hujaji tarehe 8 katika mwezi wa haji Dhulhijja, wanalala Mina, wanaweka nia tarehe 8, wanalala Mina. Siku ya 9 ambayo siku Arafa, wanaenda asubuhi kusimama uwanja wa Arafa, simama baada dhuhr mpaka al-maghrib. Yani siku ya Arafa inaanza haji rasmi. Siku 8 ni yaumu tarwiya, ilikuwa mtu kuweka nia tu kulala Mina, lakini ibada yenyewe inaanza siku ya Arafa. Yani maana kama mtu hata siku ile Mina siku 8 usiku wa kuamkia siku ya 9 Arafa,
kama hajalala Mina sio sharti, kama ametoka sehemu yoyote Makka lakini baada ya dhuhuri amefika uwanja wa Arafa tayari yashaanza تسمى حج كوله بكى مغرب. بعد المغرب أنا عنده أتلالى مزدلفة، تصلي مغرب عشاء مزدلفة، تصلي الفجر كتك مزدلفة. بعد الفجر أنا إنك كوينجيا مينا كبيجا شيطاني جمرة العقبة الكبرى. أنا كسانيا mawe ndogo ndogo anatupa siku ile, siku ya Eid baada alfajr, jamra aqaba au shetani kubwa. Kisha baada kufanya hivi anaenda kunyoa, baada kuchinja nyama yake ambaye ni hadi, ndio bas atatoa nguo ambaye amevaa nyeupe kama wanaume, kisha anavaa nguo wake kawaida. Ashamaliza ibada ya haji, lakini bado hajamaliza kabisa. Yani ya kwanza amemaliza, lakini hawezi, bado ibada hajatimiza kabisa. Ni kama leo mke wake hawezi kuwa na mke wake mpaka aende Makka atawafu katika nyumba ya Allah mara 7, na hii inaitwa tawafu al-ifadha. wakati anaingia Makka ana tawafu ni tawafu al-qudum, tawafu ya kama tahiyat al-masjid. tawafu al-ifadha au tawafu al-hajj ni siku ya 10, ndio siku 11 12 mtu anaweza 13 kutawafu. baada ya kumalizia ile tayari anavaa nguo yake kawaida, ashanyoa nywele tayari, anarudi siku 2 au 3 atakaa Mina, lazima alale Mina. ile baada adhuhuri lazima apige mawe shetani ndogo katikati kubwa, siku 2 kama mtu ana haraka. kama mtu hana haraka siku 3. yani haji inaanza siku ya Arafa siku 9 na 10, 11, 12. kama mtu ana haraka siku 4 shamaliza, au 13 kama mtu hana haraka, kama Mungu katika Qur'ani na hii bora. yani siku 5 inaanza 9 kabla yake nia, na inaisha siku 13 Dhulhijja. na baadaye mtu baada kumalizia atakurudi kwake nyumbani, lazima afanye tawafu alwadaa, tawafu ya atatufu kuzunguka Kaaba, nyumba ya Allah, kumaga nyumba ya Allah. katika haji ni wajib, katika haji ni wajib. lakini watu wengine mpaka wanalazimisha watu kufanya umra tawafu alwadaa. hakuna tawafu alwadaa katika mtu kafanya umra, hakuna kabisa. imekuja katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم tawafu alwadaa itakuwa wajib mtu ambayo amefanya ibada wa haji. ama mtu ameenda kufanya umra tawafu alwadaa kwake kwa tawafu kumaga Kaaba hajakuja wala sio lazima, lakini wajib ni katika mtu ameenda haji. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi sahihi kasema, mmoja wenu, na anaongea watu wa haji, wakati anafanya haji awe mwisho, wakati ana kuaga kuondoka nyumba ya Allah Makka, afanye tawafu kumaga nyumba ya Allah. hii ambayo ni mukhtasar haji, afanye ibada hii. na wakati mtu anaweka nia, hawezi kupaka manukato, hawezi kukata nywele, hawezi kuongea maneno ovyo, hawezi kufanya munakasha na watu, munakasha ambayo ni puzi, haina faida. na aendelee na ibada, waombe Mungu hasa siku Arafa, siku tukufu kabisa. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi anasema bora dua katika siku ya Arafa na afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. siku Arafa siku tukufu,
takiwa watu katika hujaji wasimame kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe dhambi. Na Mtume katika hadithi sahihi anasema mrisho ndio yoyote ameenda kufanya haji yake ni haina ndani yake upuzi au dosari yoyote, manake mali yake halali kafata sharti haji, kama ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala anarudi nyumbani kama mamake amemzaa, yani hana dhambi, Mungu anamfutia dhambi yote jalla jalaluhu. Na hadithi nyingine Mtume anasema alhajj mwema, hajjul mabrur, haji ambaye ni mwema, manake mtu ana haji kwa hela halali, ndio anatekeleza haji ndio kama ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na nia yake ni kumtekeleza nguzo katika Uislamu. Mtume anasema haina mtu hana malipo isipokuwa pepo. Naam.